na Baholo, asanteni sana. Muda huu wote ambao nimekuwa katibu wenu katika chama cha ODM, mmeniunga mkono, mmesimama na mimi, mmesimama na baba Raila Amolo Odinga. Lakini na Baholo, kwa kawaida mnajua baba kwa boma akikufa, wakora wanaingia, wanapita na mjane, wanaingia kwa zizi la ng'ombe, wanauza ng'ombe kwa boma, wanaingia mpaka kwa siaki, wanauza mahindi ya watoto. Nataka mjue baada ya baba kufa, nzige waliingia ndani ya chama cha ODM, wakasema watatufukuza sisi wote, wakafukuza Ososi kama naibu wa baba Raila Amolo Odinga, wakanifukuza kama katibu mkuu wa chama cha ODM. Lakini kwa sababu tunaabudu Mungu mmoja aliye juu, mimi naamini kwamba yote ambayo yameliwa na nzige chini ya miezi 12 tunarejeshewa. Sasa sisi hatumchukii William Ruto, lakini tunasema aende kwa sababu kazi imemshinda. Kazi imemshinda, si ndio? Kwanza kabisa, yeye alikuwa anacheza guesswork na masomo yetu ya university. Sisi tulipokuwa vijana, tulikuwa tunaenda kwa chief, tunaenda kwa kasisi, anatusainia, anasema huyu kijana ni maskini, apewe help kule juu. Lakini yeye akakuja akapindua, akasema analeta university funding model mpya. Na kwa sababu ya kiburi yake, hata wakati vitu haifanyi kazi, hawezi kubali. Sasa amebakisha miezi 12, amekubali university funding model yake haifanyi kazi. Anasema anaenda kuleta ingine mpya. Namba 2, Mheshimiwa William Ruto alituambia ati wale wadosi kama Sifuna ambayo wanapokea milioni 1 kila mwezi, tukitoa pesa zaidi, mambo ya harambee ya kuchangia watu watoke hospitali itakwisha. Nataka nisikie hapa na Baholo, harambee za kutoa watu hospitali zimeisha? Zimeisha, hazijaisha? Zimeisha ama bado? Lakini ukiuliza William Ruto, anakuambia yeye kwa kipimo chake, ukitaka kujua SHA imefaulu, ati unaangalia watu ambao wamejiandikisha chini ya SHA. Tunaambia William Ruto, SHA si huduma center. Kazi ya SHA si kutuandikisha, kazi ya SHA ni kutulipia wakati tunakuwa wagonjwa. Kwa hivyo Mheshimiwa William Ruto, tunakuambia wewe, serikali yako imefeli, ulitutapeli, wewe si mkweli, na tunataka uende nyumbani. Jambo la mwisho, sisi tulifunzwa na Raila Amolo Odinga kwamba serikali ya kidemokrasia lazima iulize Wakenya na wananchi ni nini muhimu kushinda ingine kabla hatujaweka pesa ya umma pale. Hapa na Baholo, nikiwauliza tu mbele ya Mwenyezi Mungu, mungependa tujengewe ghorofa zinafika 12 ama tujengewe madarasa na hospitali hapa na Baholo? Mutachukua hospitali ama nyumba? Hospitali ama nyumba? Madarasa ama nyumba? Madarasa ama nyumba? William Ruto, kwa sababu hajali nyinyi mnasema nini, ameamua kwamba yeye bora ajenge manyumba, nyinyi mtafurahi tu. Ndio nikamwambia, mimi kama mwanaume Mluya, sisi Waluya ishi mahali kuku yetu haiwezi ingia. Sasa Ruto anapingana na Sifuna. Nimemwambia Ruto, siku ile itafika tunapingana juu ya ng'ombe na maziwa, tutamsikiliza. Lakini mambo ya kuku, mahali kuku inatega mayai, mahali kuku inalala, hiyo atuachie sisi. Hiyo atuachie nani? Atuachie nani? Kakamega, watu wa Baholo wanasema waongeze madawa kama hospitali. Tunataka tusilipe pesa tukienda hospitali, na tunataka watoto wetu
watu wasome bure vile ulituahidi. Wacha niwaambie mambo ya kuishi kwa bwana. Mnanielewa nyinyi? Alafu sasa ndio nikaribisha wageni wengine. Kuna rafiki yangu hapa na Baholo, ndio mbunge wenu